Tundu Lissu angeweza kuomba hata mawakili kutoka Kenya kumwakilisha kwenye ile shauri. Ndugu waandishi wa habari, kama mtakavyojua, Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu katika ufuatiliaji na ukiukwaji na ulinzi wa haki za binadamu nchini kimeendelea kufuatilia mienendo mbalimbali ya utekelezaji wa kesi mbili zinazomkabidhi mwenyekiti wa Chadema Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, ambayo imekuja leo kwa hoja za awali kwa ile kesi ya uchochezi kwa kutajwa kwa ile kesi ambayo ni ya uhaini. Ndugu waandishi wa habari, tangu kwanza kwa kesi hizi mbili, jana walianza kuingia waangalizi mbalimbali, wanaitwa trial observers wa kimataifa kutoka nchini Kenya, wakiongozwa na watu mbalimbali kwenye makundi mawili. Kundi la kwanza alikuwa naongozwa na waziri wa zamani wa sheria na katiba, Mheshimiwa wakili Martha Karua, akiambatana na mwanahabari Lini Ngungi pamoja na wakili Gloria Kimani. Na baadaye waliwasili jaji mstaafu Dr. Willy Mutunga akiambatana na ndugu Hussein Khalid na Bi Hanifa Fasi, na wote hawa kwa nyakati tofauti walizuiwa katika uwanja wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Dar es Salaam, na Martha na wenzie walikaa zaidi ya masaa 9 pale airport na baadaye kurejeshwa nchini Kenya. Hivyo Willy Mutunga pamoja na wenzake wawili nao walizuiwa kuingia nchini kwa ajili ya kufanya trial observer shauri la Tundu Lissu, na baadaye walirudishwa nchini Kenya bila kupewa sababu za msingi. Wakati sakata linaendelea, usiku wa manane polisi walivamia hoteli ya Serena, ambapo baadhi ya wengine ambao walikuwa wameshikia kwenye hoteli hiyo akiwepo Boniface Mwangi, ambaye pia aliingia nchini kwa ajili ya kesi hiyo na kutaka kumkamata usiku huo, na wakufanikiwa, na walifanikiwa kumkamata asubuhi ya leo akiwa anapata chai na kumchukua kwa mahojiano. Itakumbukwa sio mara ya kwanza tukio kama hili kutokea. Mwaka 2019 Dr. Wairaga Wakabi, mkurugenzi mtendaji wa shirika la ushirikiano wa sera kimataifa ya TEHAMA wa Afrika Mashariki maarufu kama SIPESA, ambao makao makuu yako Uganda, alikamatwa alipowasili uwanja wa ndege wa kimataifa Julius Nyerere, Dar es Salaam, na mamlaka ya uhamiaji zilikataa kueleza sababu ya kukamatwa kwake. Hata hivyo, baada ya masaa kadhaa alirejeshwa nchini Uganda. Dr. Wagapi wakati huo alikuwa ameitwa Tanzania kwa ajili ya kushiriki maadhimisho ya kila mwaka ya siku ya watetezi wa haki za binadamu yaliyoandaliwa na mtandao wa watetezi wa haki za binadamu THRDC, yalikuwa yanafika tarehe 28 Aprili 2019. Ndugu waandishi wa habari, ni jambo na utamaduni wa kawaida kwa waangalizi wa kimataifa kufuatilia kesi mbalimbali hasa zenye mwenendo na sura ya kisiasa. Mfano, utaratibu huu ni kama unavyofanyika katika nchi ya Uganda, ambapo kuna shtaka la Kizza Besigye, ambapo kumekuwepo na waangalizi mbalimbali wanahudhuria kuangalia shauri linavyoendelea, na kuna baadhi hata mfano Martha Karua amepewa kibali cha muda cha kumwakilisha mahakamani. Hivyo uangalizi wa kesi la jinai sio kosa, bali ni kuangalia kama haki inatendeka na misingi inayokubaliwa kwa mujibu wa sheria za kimataifa na mikataba ya haki za binadamu ambayo Tanzania imeridhia. Kwa mujibu wa sheria za kimataifa, ibara ya 18 na 29 ya mkataba wa kimataifa wa haki za binadamu na kisiasa, za kiraia na kisiasa wa mwaka 66, na ibara ya 10 ya azimio au tamko la dunia la haki za binadamu la mwaka 1948, ambao Tanzania ni nchi mwanachama wa mikataba yote miwili, inatamka kuwa kila mtu anayetuhumiwa na mamlaka za nchi atakuwa na haki ya kusikilizwa kwenye mahakama ya wazi, ambapo wananchi, waandishi wa habari na waangalizi wa kimataifa wa ndani na wa nje wataruhusiwa kufuatilia mwenendo wa shauri hilo. Mahakama zenye mamlaka zinatoa nafasi kwa watu kusikiliza, na kama mtaona mahakama ilitoa amri kuruhusu wadau kushiriki kwenye shauri hilo. Hivyo kama nchi mwanachama hatuna budi kuhakikisha kwamba misingi tajwa inafuatwa kuonyesha kwamba shauri linaendeshwa kwa haki na kwenye
uso wa watu waweze kuona kinachoendelea mahakamani. Pamoja na sheria na mikataba ya kimataifa, Tanzania ni moja ya nchi zinazounda Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambapo kwa mujibu wa ibara ya 6 na ile ya 5 za mkataba wa jumuiya zinasisitiza kuhusu nchi wanachama wa Afrika Mashariki kuheshimu misingi ya utawala bora, haki za binadamu na haki za kidemokrasia. Kwa misingi hii, mamlaka ya Tanzania hazina budi kuhakikisha kwamba misingi hii iliyoainishwa katika ibara tajwa hapo juu zinafuatwa kikamilifu. Pia mkataba wa nyongeza wa soko la pamoja la Jumuiya ya Afrika Mashariki, EAC Common Market Protocol, unaruhusu raia na bidhaa kuingia kwenye nchi yoyote mwanachama bila vikwazo vyovyote. Ndugu wanahabari, LHRC inatoa wito kwa mamlaka za Tanzania kama ifuatavyo. Mamlaka ya Tanzania za usimamizi wa haki ziruhusu uangalizi wa kimataifa kufuatilia mwenendo wa kesi hii ili kuongeza uwazi zaidi, kwa kuwa ni kesi yenye manufaa kwa umma. Tanzania kama nchi mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki iheshimu misingi mikuu ya uendeshaji wa jumuiya kama ilivyoainishwa kwenye ibara ya 6 na 7 ya mkataba unaounda Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mamlaka za Tanzania ziwachukulie wananchi wanaotokana na Jumuiya ya Afrika Mashariki kama ndugu, jamaa na Watanzania wenzetu ili kuimarisha na kudumisha undugu miongoni mwa wananchi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu pamoja na wadau wengine wa utetezi wa haki za binadamu inakusudia kuchukua hatua mbalimbali ikiwepo za kisheria kwa kufungua shauri kwenye mahakama za kikanda ili kupata tafsiri sahihi ya uvunjwaji wa sheria ambazo mkataba wa kikanda ambapo ni wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambao umefanyika kwa wazi kwa kuvunja kwa kuwazuia wananchi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuingia katika nchi ambayo ni wanachama wa jumuiya. Imetolewa leo na Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu na imesainiwa na mimi Fulgence Masawe ambaye ni kaimu mkurugenzi mtendaji. Asanteni kwa kunisikiliza. Kama kuna swali lolote. Mimi nilikuwa na swali kadhaa. Karibu. Naitwa Redhani wa Jambo. Swali langu la kwanza ni kwamba kabla ya kutoa hili tamko, pengine nijaribu kuanza kufanya follow up kwa mamlaka za nchi, kwa maana vyombo vya dola na serikali kwa ujumla wake, ili nikajua sababu ya ndani ambayo inaelezwa, kwa sababu hilo ndio swali langu. Sasa msingi wa swali langu unatokana huyo Martha Karua last time alikuja na alifika mpaka mahakamani wakati ambao kulikuwa na wizito, watu wakazuiliwa wanarudi, lakini yeye miongoni mwa watu wachache ambao walibahatika kufika mpaka mahakamani. Kwa hiyo mmejaribu kufanya follow up kujiridhisha kwa nini safari hii amezuiliwa na sio wakati mwingine. Lakini hilo swali langu la kwanza. Swali la pili ambalo nataka nifahamu ni kwamba baadhi ya mimi sasa tunatoka mahakamani na kuna baadhi ya waangalizi wa kimataifa wengi tumekuwa nao mahakamani na wengine ambao wamekuja kwa mara zote tangu kesi ya Lissu ilipoanza. Kwa nini msihisi kwamba inawezekana mamlaka za nchi zina sababu mahususi kwa hao ambao wamepiga stop na sio kuamini kwamba serikali inataka kuweka kesi hii gizani, kwa sababu tayari kama inataka kuweka gizani isingeruhusu hata watu wengine wa kimataifa ambao wanaendelea kwa sasa. Lakini swali langu la tatu na la mwisho kwenye msingi wa jambo lenyewe hilo, nataka kujua msingi wa mashtaka yenu hasa, sasa unakusudia kufungua kesi, msingi wake hasa wa hiyo kesi ni nini? Ni kwa sababu ya hao waangalizi wa kimataifa wamezuiliwa? Ni kwa sababu ya msingi wa mambo mengi yaliyolalamikiwa kwenye kesi tangu imeanza, licha kwamba kuna maamuzi yametoka mahakamani, lakini kwa sababu msingi wa ukiukaji wa haki za binadamu kuna mengi nyuma yanatajwa kuhusiana na kesi ya Lissu ya ukiukaji wa haki za binadamu. Hii ni msingi wenu hasa mahususi ni upi kwenye jambo lenyewe? Asante sana kutoka Jambo. Kwanza, sababu za kuzuiwa hazijawekwa wazi, kwa sababu wote waliozuiwa, hasa kundi la kwanza lilikuwa chini ya Martha, tulikuwa tunawasiliana nao na hawajapewa sababu za msingi kwa nini wamezuiwa. Na kama wamezuiwa na wengine wameruhusiwa kuingia, ni ubaguzi. Na pia sheria na misingi ya utawala bora inakataza kuwabagua wananchi au kubagua binadamu kwa namna yoyote ile. Siamini kwamba
Nimeona Maraga, Chief Justice Maraga wa zamani alikuwepo, lakini Dr. Willy Mtunga yeye amezua kuingia. Nafikiri hii ni ubaguzi wa wazi, na tunapenda na tunaamini kwamba ili shauri itaendeshwa kwa uwazi, lakini usiweke masonge ili wananchi au jumuiya ya kimataifa iweze kupata sababu, kwa sababu ukiangalia toka hawa waangalizi wamezuiwa, Tanzania imechafuka kimataifa. Kama utaangalia kwenye vyombo mbalimbali vya kimataifa, ndio habari inayozungumziwa na sio Tundu Lissu. Na kwa bahati mbaya hawawezi kusema kwamba kuna wengine waliingia. Kwa hiyo mwisho wa siku kesi itakapoisha, wataamini kwamba kuna watu ambao walizuiwa. Lakini kumbuka, Martha alipokuja mara ya mwisho aliongea na vyombo vya habari na alijibiwa na makamu mwenyekiti wa CCM kuhusu hoja alizokuwa amezungumza. Lakini ungeangalia alichokuwa amezungumza, alizungumza kama mwanasheria tu, kwa sababu ni wakili msenior Kenya, kwamba misingi ambayo aliamini kwamba kesi ya Tundu Lissu kwa iendeshi kwa usawa. Ni vizuri kwamba mahakama ilikuja ikatoa maamuzi yake na ikabadilisha. Na hoja kubwa alikuwa anaongelea ni swala la Tundu Lissu kutokuletwa mahakamani na fujo zilikuwa zitafanyika nje ya mahakama. Uzuri mahakama ilifanyia kazi na ilifanyia marekebisho, kwa hiyo ni jambo ambalo tunaamini huenda kuongea kwake kulimfanya ajiweke kwenye nafasi ya kufuatiliwa. Kwa hiyo waangalizi wengine kuruhusiwa kuingia na wengine kuzuiwa inatia doa muendelezo wa kesi hii. Kumbuka wanapiga kelele kwenye mitandao na kwenye vyombo vya kimataifa. Misingi ya mashtaka kwa mujibu wa ibara ya 6 na ya 7 ya mkataba wa Afrika Mashariki inasema kila nchi mwanachama lazima afuate misingi ya utawala wa sheria, demokrasia na utawala bora na kuzuia ukiukaji wa haki za binadamu. Kwa kawaida unapomzuia mtu yeyote ambaye inaitwa ni free movement ndani ya nchi wanachama, unakiuka haki yake ya msingi ya kwenda anapotaka. Na mahakama ya Afrika Mashariki ndio mahakama pekee iliyopewa mamlaka ya kutafsiri mkataba wa Afrika Mashariki wa mwaka 2000. Kwa hiyo msingi wa shauri hili kama ilivyokuwa hilo nililokuambia la Dr. Wakabi wa Uganda ni kuonyesha kwamba nchi wanachama lazima ziheshimu mkataba wa Afrika Mashariki ambao zote zimeridhia, kwa sababu kuwazuia wao kuingia Tanzania ni kuvunja mkataba wa Afrika Mashariki pamoja na ule mkataba wa nyongeza unaoruhusu bidhaa pamoja na huduma kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine. Kwa misingi ya sheria ya Afrika Mashariki tulionayo, Tundu Lissu angeweza kuomba hata mawakili kutoka Kenya kumwakilisha kwenye hili shauri kwa kufuata mkataba wa nyongeza wa Common Market Protocol. Angeweza kuomba huduma sehemu yote Afrika Mashariki na akawakilishwa. Sasa kunyima hawa wanaokuja kuangalia na kuona misingi ya kesi inavyoenda ni kama unakiuka ule mkataba wa Afrika Mashariki. Na nimekupa mfano kesi ya Kizza Besigye Uganda, kuna watu wengi wanahudhuria, hata Martha Karua anahudhuria na amepewa wakili wa muda kule Uganda ili aweze kumwakilisha Kizza Besigye. Kwa hiyo ni swala la kawaida, wala Tanzania isipende kujitia doa kwa kupambana na waangalizi wanaokuja na kuondoka ambao hawana madhara kwa nchi yetu.